tunasajili na kutoa leseni kwa watoa huduma, ambapo makundi mbalimbali ya watoa huduma za bima yanapewa leseni. Lakini jukumu jingine ni kuandaa na kutoa miongozo mbalimbali ya usimamizi wa bima. Kwa hiyo kama unafahamu, ni soko tasnia ya bima hili lina taratibu zake. Kwa hiyo lazima kuwepo na miongozo mbalimbali ya namna ya uendeshaji wa shughuli hizo za bima. Kwa hiyo mamlaka ya usimamizi wa bima inafanya kazi hizo, inatoa miongozo mbalimbali. Lakini jukumu lingine ni kulinda haki za wateja wa bima. Kama unavyofahamu pia, shughuli za uendeshaji wa bima inatakiwa haki za wateja ziweze kulindwa. Kunakuwa na malalamiko mbalimbali, wateja wanaelekezwa namna ya kutatua na matatizo mbalimbali yao yanatatuliwa pia. Lakini pia jukumu lingine ni kuendeleza na kusimamia uhimilivu na uendelevu wa soko la bima. Kwa hiyo ni kuhakikisha soko la bima linasimama imara, ajira zinaongezeka, watoa huduma za bima wanapewa huduma zao vizuri, na kimsingi yote mamlaka ya usimamizi wa bima imekuwa ikiyafanya. Mathalani, kwa mfano, ajira rasmi hizo imeongezeka kutoka mwaka 2024 kama ambavyo ripoti ya taarifa ya uzinduzi wa soko la bima ambayo imetolewa inaonyesha kwamba zimeongezeka ajira hizo kutoka 5595 na sasa mwaka 2024 ziko 6434. Kwa hiyo ni kazi hiyo ya mamlaka ya usimamizi bima kuona inaendeleza, inasimamia uhimilivu na uendelevu wa soko la bima. Na nyingine ni kutoa elimu ya bima, na hili linafanyika, tunakuwa na mikutano mbalimbali tunafanya, tunasikiza kero, awareness programs kama hivi leo tuko hapa tunapeana elimu. Ni moja ya kazi ya mamlaka ya usimamizi. Na la mwisho ni kuishauri serikali katika masuala yote yanayohusu masuala ya bima. Kwa ufupi ni hayo, ndugu mtangazaji. Asante. Sasa mimi nataka nikurudishe nyuma kidogo kwenye tumezungumza mengi sana kuhusu mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania ambao ni TIRA. Sasa dhumuni kuu la hii mamlaka ni lipi, kabla tujaenda mbele zaidi? Karibu. Asante. Dhumuni kuu la mamlaka ya usimamizi wa bima ni kulinda haki za wateja wanaokatia bima, lakini vile vile kumkinga mtumiaji yote wa bima. Tunapozungumzia mteja, ina maana kwamba kuna mtu ambaye anakwenda labda na chombo chake cha moto au ana nyumba, kwa hiyo yeye anakwenda kukatia bima ile, huyu tunasema ni mteja. Lakini hawa ambao tunasema wanakingwa na bima ni kama vile abiria anayekuwa kwenye chombo cha moto, kwamba ukukatia wewe bima, lakini unapokuwa unasafiri kwenye kile chombo, basi yule aliye mteja au mwenye bima anakuwa amekatia ile bima, kwa hiyo wewe unakingwa. Lakini inaweza ikatokea kwamba unapita barabarani tu, lakini gari ikafanya nini, ikakugonga. Kwa maana hiyo, huyu sasa ndio anakuwa mtu ambaye anakingwa na bima, lakini sio mteja katika kampuni ya bima. Yeah. Na kuna hii ya kupokea na kushughulikia malalamiko kuhusu huduma ambazo zinatolewa na makampuni ya bima. Haya malalamiko ni kama malalamiko yapi? Linapotokea tatizo lolote, kama ambavyo nimesema kwa mwanzoni, either inaweza kuwa mteja au kwa yule anayekingwa na bima, basi tunakwenda kupeleka madai kwenye kampuni ya bima. Sasa ukipeleka madai kule, kunaweza kutokea changamoto ambazo sasa zinaweza kukusababishia uje kufanya nini, kuleta yale malalamiko. Kwa hiyo kampuni ya bima inaweza ikakataa kukulipa madai. Kwa maana hiyo, kwa sababu ambazo wenyewe wanaweza wakawa wamezisema, lakini tunaweza tukaje tukafuatilia vizuri, tukaona kwamba ulikuwa na haki ya kulipa hayo madai. Kwa hiyo kwanza inaweza kawa kwamba kampuni ya bima imekataa kulipa madai, lakini inaweza ikatokea wakati mwingine yule mtu ambaye amepeleka dai, kampuni ya bima inaweza ikakubali kwamba dai lipo kulingana na mkataba, lakini kiwango ambacho utakuwa umelipwa kikawa hakiridhishi. Basi kinachotokea hapo ni kwamba
unaweza kuleta malalamiko kwenye mamlaka ya usimamizi wa bima ili tuone kwamba kile kiwango kweli kampuni ya bima ilikadiria sawasawa au la. Kama itakuwa ilikadiria kidogo, basi tutaongezewa. Tunachotaka kusema hapa ni kwamba tunataka tuone kwamba haki inatendeka. Usipunjwe wala usifanye nini, usiongezewe, kwa sababu bima haiko kumtajirisha mtu. Lakini kuna wakati mwingine kunakuwa na ucheleweshaji ambao sio wa lazima wa madai. Kwa maana hiyo, ukitokea tatizo kama hilo, unacheleweshwa madai yako kwenye kampuni ya bima, unakaribishwa kuleta malalamiko yako kwenye mamlaka ili tuweze kukusaidia. Lakini wakati mwingine kuna nyaraka zinaweza zikawa labda zinaombwa na kampuni ya bima, lakini zikawa labda hazistahili kwa wakati huo au sio muhimu, basi yule mtu ambaye ana malalamiko hayo amepeleka madai kwenye kampuni ya bima, basi anaweza kuleta madai yake kwamba anacheleweshwa kwa sababu ya nyaraka hizi, na nimeambiwa nilete nyaraka ambazo labda hazihitajiki. Kwa hiyo ndio namna ambavyo madai yanaweza kupokelewa kwenye mamlaka ya usimamizi wa bima. Na ni kwa namna gani haya malalamiko yanawasilishwa kwenye ofisi zenu za bima? Inachotakiwa katika kuwasilisha malalamiko, tunasema kwamba yanatakiwa katika maandishi, kwa sababu ofisi za serikali zinatakiwa ziwe katika maandishi. Yani kama unatoa taarifa, basi iwe katika maandishi. Sasa katika maandishi sasa hivi tumeendelea, unaweza ukatumia hata email. Hiyo nao ni namna moja ya maandishi. Lakini pale ambapo janga linatokea mara ya kwanza, ni vizuri ukaripoti lile janga mapema. Unaweza ukaripoti hata kwa simu, lakini baada ya hapo ndio thibitisha sasa kwa maandishi. Kama unalipeleka kwenye ofisi ya kwenye kampuni ya bima, unapeleka kwa maandishi na uwe na nakala yako. Lakini kama unaleta kwenye mamlaka, kadhalika vile vile weka kwenye maandishi, na ikiwezekana hakikisha kwamba ile barua imepigwa muhuri kwamba imepokewa siku gani, ili kwa kuweza kufuatilia na kwa ajili ya kuweka kumbukumbu vizuri. Tumezungumza mambo mengi sana, tumetaja bima. Huyu msikilizaji sasa ambaye anatusikiliza, hii bima ni nini? Linajibiwa hapa au tunahamia huko? Bado nafikiri nijibu. Sawa, tuelekea hapo. Bima ni mpango maalum ambao unatoa fidia endapo janga litatokea. Kwa maana hiyo, kunakuwa na pande mbili katika swala la bima, kwamba kunakuwa na kampuni ambayo inapokea michango na kulipa madai. Huwa tunasema kwamba kampuni ya bima ni kama vile cup kubwa ambalo watu mbalimbali wanachangia ili kuweza kufanya nini, janga linapokuja kutokea, basi mtu mmoja wapo kati ya hao aweze kufidiwa. Lakini ya pili, upande wa pili ni yule mtu ambaye anakwenda kukata bima. Huyu sasa jukumu lake yeye ni kulipa ada ya bima ambayo ataambiwa na kampuni ya bima. Sasa kimsingi hapa, pamoja na kwamba kunakuwa na hizo pande mbili, mkataba huu wa kibima ni mkataba wa kisheria. Unapoingia kwenye mkataba wa bima, unaingia kwenye mkataba wa kisheria. Kwa kifupi ni hivyo maana ya bima. Lakini mwisho wa yote ni kwamba janga linapokuja kutokea, unaweza ukalipwa. Na kuna aina ngapi za bima? Kwa ujumla aina za bima ziko nyingi, lakini katika muktadha huu tunaweza tukasema kwamba tunaweka bima zile za muda mrefu na muda mfupi. Bima za muda mrefu ni kama vile bima za maisha. Hizi huwa zinachukua muda mrefu, lakini vile vile ni zaidi kama ya kati ya miaka 5. Lakini vile vile kuna bima za ujenzi ambazo labda kunakuwa na ujenzi unafanyika. Kwa hiyo hilo ni grupu la kwanza ambalo ni bima za muda mrefu. Bima kwa kundi la pili ni bima zile ambazo ni za muda mfupi. Mara nyingi huwa inakuwa ni miezi 12, kwamba kama unakatia leo bima tarehe ya leo, basi itakuja expire tarehe kama hiyo mwakani. Kwa hiyo inakuwa ni miezi 12. Kwa hiyo kwa kifupi kwamba kunakuwa na makundi ya aina mbili
za bima za muda mrefu na bima za muda mfupi.